Mtanzania mwenzangu popote ulipo, ninakusalimu hujambo. Karibu niweze kukuchanganulia yale ambayo yanazidi kutendeka. Imepita siku mbili hivi hatujaweza kuzungumza. Ninatumai kwamba ubuheri wa afya. Sasa taarifa ambazo zinanifikia ni kwamba watekaji wa Tanzania waliokamatwa Kenya walifikishwa mahakamani siku ya Ijumaa tarehe 6 mwezi wa Machi mwaka 2026. Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, hao ni watekaji akina nani? Mnakumbuka kuna kanda ambayo niliweza kuangazia hapa, nikawaeleza kwamba kuna watekaji ambao walitumwa kutoka nchini Tanzania kuenda Kenya kuenda kumteka mwanaharakati wa asili ya Tanzania mwenye anaishi Kenya, Bwana Mshabaha. Walifanikiwa kumteka nyara kutoka Nairobi, Kenya, lakini walipofika mpakani kati ya Kenya na Tanzania, yule mwenye walikuwa wamemteka aliwazidi nguvu, akapiga yowe, ikabidi maafisa wa polisi wa Kenya wakamsaidia. Sasa kipindi ambapo waliweza kumsaidia, mpenzi mtazamaji, wale ambao walikuwa wamemteka, mmoja akiwa Mtanzania, mwingine akiwa dereva wa Kenya na mjamaa mwingine akiwa ni kutoka South Africa, lakini walikuwa wamepewa kandarasi na hii serikali ya Samia, wote walikamatwa wakarudishwa Nairobi. Sasa Ijumaa ya tarehe 6 walifikishwa mahakamani wakasomewa mashtaka. Sasa ninaelezwa hivi, watekaji wa Mshabaha walifikishwa mahakamani Ijumaa ya tarehe 6 nchini Kenya, wakasomewa mashtaka ya utekaji kwa lengo la kudhuru. Unajua, walikuwa wanamlazimisha bwana Mshabaha, mwanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu, aswa wakati huu Watanzania wengi wanapojaribu kutafuta haki kwa ndugu ambao waliweza kuuawa kipindi cha uchaguzi uliopita mwezi wa 10. Serikali inajaribu kusahau, lakini wanaharakati wanakumbusha ulimwengu. Kitendo hicho hakijaweza kufurahisha serikali, na ndio maana wanatafuta hawa wanaharakati waweze kuwakamata. Mnaelewa, mwanaharakati mwenye anaitwa Mshabaha ni rafiki wa karibu sana naye Maria Sarungi, mwanaharakati. Kwa hivyo endapo wangefanikiwa kumnasa bwana Mshabaha, basi wangemlazimisha kuwaeleza mahala ambapo anakoishi Maria Sarungi nchini Kenya. Sasa tunaelezwa hivi, walirudishwa rumande hadi siku ya Jumatatu, ambapo kesi itaitwa tena kusikiliza ombi la kuzuia dhamana, hususan kwa Mtanzania. Kumbuka, serikali ya Kenya imezuia huyu mwenye alipewa kandarasi ya kumkamata Mshabaha asiachiliwe kwa dhamana. Mahakama za Kenya zimesema kwamba huyu bwana asiachiliwe kwa dhamana. Nitakueleza ni mjamaa gani huyu. Sasa tunaelezwa huyu bwana ambaye ni Mzanzibari mwenye alikuwa ametuma kumteka Mshabaha aliomba kuachiliwa kwa dhamana, arudi nyumbani ili kesi yake iendelee kusikilizwa. Atakuwa anahudhuria vikao vya mahakama, lakini mahakama ikakataa. ikasema kwamba ngojea mpaka siku ya Jumatatu
tarehe 9 tukurudishe, tuone iwapo shauri lako litasikilizwa. Sasa watekaji, tunaelezwa kwamba watekaji hawa ni sehemu ya genge la Samia Suluhu ambalo limetumwa kila mji wanaodhani kuwa kuna Watanzania wakosoaji. Kazi yao ni kuteka na kuua wakosoaji. Sasa unaona, kesi hii ilikuwa inafuatiliwa kimtandao, na hawa ni miongoni mwa wale ambao Samia ameweza kupea kandarasi ya kuwateka na kuwaua wale ambao wanakosoa serikali yake, haswa wanaharakati. Kuna wale ambao wataniuliza, Bwana Ezra, huyu mwanaharakati mwenye unasema kwamba ni Mtanzania, yani huyu mtekaji sio mwanaharakati, huyu mtekaji mwenye alikuwa amepewa kazi na hii serikali ya Samia kwenda kumteka Bwana Mshabaha ni nani? Ninaelezwa kwamba huyu bwana mwenye unamuona hapa ndiye aliweza kupewa kazi ya kumteka Mshabaha, na anaitwa Aziz Hama. Aziz Hama huyu ni miongoni mwa watu watatu ambao walifikishwa mahakamani nchini Kenya kwa tuhuma za jaribio la kumteka mwanaharakati kutoka Tanzania, Hamza Mshabaha kwa lengo la kudhuru. Sasa kulingana na udukuzi wangu ambao nimeweza kufanya, Bwana Aziz Hama ni Mpemba wa Zanzibari, lakini makazi yake ni Moshi mjini Kilimanjaro. Hapo awali Aziz Hama alikuwa afisa wa jeshi la polisi Tanzania, lakini alifutwa kazi kwa sababu ya utovu wa nidhamu, ikiwemo kujihusisha na matukio ya ujambazi. Sijui kama unanisikiliza. Baada ya kufutwa kazi, kwa sasa yupo kwenye kikosi cha Faustin Mafwele na Abduli. Wanamtumia kuteka na kupoteza wanaharakati na wanachama wa chama cha Chadema Tanzania ambao wanakosoa serikali ya Idi Amini Mama muuaji Samia. Huyu ni mmoja wa wale watu ambao wanatumika kuteka wananchi. Nasikia Bwana Aziz Hama alikuwa ni afisa wa polisi, lakini alikuwa anajihusisha na mambo ya kijambazi. Alifutwa kazi kwa sababu ya ukosefu wa nidhamu. Sasa ameajiriwa na Faustin pamoja na Abduli, mtoto wa Samia. Kazi yake ni kuteka na kuua na kupoteza. Wazo lako ni lipi? Watu kama hawa wanapaswa kupigwa mawe mpaka wafe.